This is a discussion ambayo tunazungumza kwa habari ya nini? The person of Christ. Wakati tu tunajikita ku speak about his deity, uungu wake ambao uko explained explicitly katika maandiko matakatifu. Pointi ya tatu mimi naita nasema the Bible identifies Jesus with the deity. The Bible identifies Jesus with the deity. Biblia inamtambulisha Kristo kama Mungu. Identification with deity. Sasa hapa ni mchakato ambao unatakiwa kufungua maandiko. Leo mtanielewa tu. Tunaposoma katika maandiko matakatifu tutaona kuna baadhi ya quotations baadhi ya quotations ambazo zilikuwa zimetumika kumlifaa Mungu katika Old Testament. Hizo quotation zinatumika also kumlifaa Kristo in the New Testament. Labda niwape mfano mdogo. Twende kitabu cha Marko. The Bible identifies Jesus with deity. Twende kitabu cha Marko sura ya kwanza kabisa. Marko 1:1. Tumefika eh? Maandiko yanasema hivi, mwanzo wa injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu kama ilivyoandikwa katika Injili na katika nabii Isaya. Nini kilichoandikwa hapo? Bwana ambaye anazungumzwa kwenye hii Injili ya Marko ni yupi huyo ambaye ni Bwana? Yesu, si ndivyo? Kwa maana yake tunaona this verse ambayo imenukuliwa kutoka kitabu cha Isaya, right? Ambayo ilikuwa inamzungumzia Bwana in Old Testament. Nimesema Bwana in Old Testament kwa sababu ukisoma mstari ni passage yake. Okay, labda twende hapo tuone Isaya sura 40. Fanya comparison then utaelewa ninachokimaanisha. Isaya sura 40. Tusome mstari wa 3. Some. Sasa Bwana ambaye Isaya anamzungumza Yehova ambaye ameenda Babylon kwenda kuwaredeem captives ambao walikuwapo katika utumwa Babylon. Kwa ni kama kusema hivi anavyosema, hii ni sauti ya mtu aliye nyikani, tengenezeni njia ya Bwana, nyosheni jangwani njia mapitoni. Ni kama kuambia hivi mataifa, tengenezeni njia ya Bwana pita. Okay, sasa labda lugha hiyo ni ngumu, nitumie lugha nyepesi. Hivi nisikeni vizuri. Bwana ameenda kuwakomboa watu wake Misri, ndivyo? Baadaye akawachukua akawapeleka nchi ya Kanaani. Walivuka katika nchi ya Kanaani, mara kwa mara walikuwa na disobey kufuata maelekezo ambayo Mungu anawapa, si ndivyo? Baadaye Mungu akawapa adhabu nyingine, akawapeleka utumwani wapi? Babylon. Ambapo aliwaambia Babylon watakaa kwa muda gani? Kwa miaka 70. Then baada ya miaka 70 Mungu mwenyewe anaenda Babylon kwenda kuwatoa watu wake. Are we together? Sasa Bwana anarudi na watu wake. Sasa Bwana anapokuwa anarudi na watu wake, mara nyingi wafalme wakiwa wanaenda kufanya royal visit mahali, ilikuwa inabidi askari waende kusafisha njia ambayo mfalme atapita. Kama pana mabonde wamake sure kwamba wanapajaza kwa namna ambavyo gari la mfalme itafanya nini? Itapita. Kwa maana yake kwa Mungu ni mfalme juu ya mataifa yote. Hii sauti ya mtu anaye nyikani na kusema itengenezeni njia ya Bwana, nyoosheni mapito yake, ni kama kuambia kwamba watu wa mataifa
wawe aware ya kwamba tayari Bwana amewakomboa watu wake kutoka Babylon, na baadaye anawarestore katika nchi yao ambayo Bwana amewapanda wawepo hapo. Kwa maana yake katika context ya nabii Isaya kwenye hiyo sura 40 halikuwa hata mzungumzi Kristo pasei moja kwa moja, badala yake anazungumzia namna ambavyo Bwana tayari amefanikiwa kuwatoa watu wake kutoka utumwani, na anatambulisha kwa mataifa ya kwamba tayari amefanikiwa kuwatoa watu wake utumwani. Lakini sasa hiki ambacho Bwana anakifanya wakati huu ya kwamba amekuja kuwatoa watu wake kutoka utumwani, then okay, nisikize vizuri ili usipotee. Amekuja kuwatoa watu wake utumwani. Huo utumwa ulikuwa ni utumwa wa kimwili, right? Physical redemption. Wakati huu kwenye New Testament Bwana anakuja kuleta another kind of redemption. About this in New Testament ni spiritual one. So manake kama vile ambavyo Bwana alivyokuwa anatoka na watu wake kutoka utumwani Babylon, ilikuwa inabidi aandaliwe njia. Wakati nabii Yohana anaiandaa njia ya Bwana katika mioyo ya watu, lakini Bwana huyo ambaye Yohana anamzungumza ni Yesu Kristo. So manake quotation ambayo ilitumika kumwelezea Yehova in Old Testament ni the same quotation ambayo inatumika kumwelezea Yehova in New Testament, ambapo that Yehova in New Testament tumemtambua kwa jina ya kwamba anaitwa Yehoshua. Niwape mfano mwingine. Twende Isaya sura ya 6. Sura ya 6 mstari wa kwanza tusome. Endelea. Okay, sawa. So manake katika mwaka ambao mfalme Uzia alikufa, anasema nalimwona Bwana. Umeona msamiati? Nalimwona Bwana. Na Bwana ambaye Isaya alimuona ni Bwana ambaye anamtuma Isaya kwenda kufanya divine assignment kwa watu wa siku zake. Tuko clear hapo eh? Are we together? So manake alimuona Bwana ambaye amemwassign. Sasa the same phrase ambayo Isaya anasema kwamba katika mwaka kufa kwa Uzia na alimuona Bwana. Tunasoma kitabu cha Yohana sura 12. Hiyo quotation inabii quoted ikimlifaa Yesu Kristo. Yohana sura 12. Tumefika eh? Yohana 12 mstari wa 41 tusome. Yohana 12 mstari wa 41. Hapa anasema aliona utukufu wake akataja habari zake. Lakini tuamone sana, anasema katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia na alimuona Bwana ameketi. Si ndivyo? Okay. Maneno gani ambayo Isaya aliyasema? Soma mstari wa 39. Hayo maneno tunaona kwenye sura ngapi ya kitabu cha Isaya? Sura ya 6. Okay. Sura ya 6 ukianza mstari wa 8 wa 9, naye akaniambia enenda ukawaambie watu hawa
Pulizeni kusikia lakini msifahamu, pulizeni kutazama lakini msione. Are we together? Okay. Then baada ya kunukuu hayo maneno, Yohana anainterpret vipi? Soma mstari wa 41. Aliona utukufu wa nani? Isaya. Utukufu wa Bwana. Huyo Bwana ambaye hapa anazungumza kwenye context ya kitabu cha Yohana ni nani? Ni Kristo. Wanasema kwamba aliona utukufu wake, maana yake aliona utukufu wa Yesu. Wakati huko anasema alimuona Bwana. Tuko sambamba au jaelewa? Okay, una tafsiri ya TKU au tafsiri ya neno? Nasomea tafsiri ya neno, muone hicho kitu cha wazi ambacho nakimaanisha. 12 mstari wa 41. Alipoona utukufu wa Yesu. So manake the phrase ambayo ilitumika kumwelezea Mungu in Old Testament, in New Testament the same phrase inamwelezea Kristo. So manake even writers wa New Testament walikuwa wana struggling katika mioyo yao kwa habari ya uungu wa Kristo, kwa maana huyu Kristo ambaye tunamwona in New Testament ndiye Mungu aliyekuwepo katika Old Testament. Ni the same guy, ni the same person. Halo, tuko pamoja? Rudia point. Pole. Nasema hivi, Isa anasema kwamba katika mwaka ambao Uzia alikufa na alimuona Bwana. Lakini katika kumwona Bwana, ukisoma chini pale, anaeleza ni Bwana ambaye watu wanakataa kumwamini, ambayo ilikuwa ni very true kwa habari ya uhalisia wa Wayahudi, namna ambavyo walikuwa wanagoma kuamini mpango wa Mungu wa ukombozi ambao anao kwa ajili yao. Okay? Namna hiyo hiyo tunaona katika New Testament also tunaona the same Jews ambao katika Old Testament walirefuse kumwamini Mungu. Even in New Testament Mungu amekuja also ana refuse kumwamini Mungu. So Yohana anasema hii action ambayo hii situation ambayo wakati imetokea ya hawa kushindwa kumpokea Kristo, kama kushindwa kumpokea Yesu kama Kristo, ndivyo ambavyo Isaya aliizungumza kwa kipindi chake. Sasa anatumia nukuu ile ile ambayo ilieleza namna ambavyo Isaya alimwona Bwana lakini watu walimkataa. Anatumia kumwelezea Kristo ambaye watu wamemuona lakini wanamkataa. Hiyo ndio point. Umeelewa eh? Bwana asifiwe. Okay. Ni zibaki pointi 4. Naona ndugu mnaniangalia kwa namna ambayo ni Bwana tu anafahamu. Ambaye niko naye pamoja ni Eligiva. Mko pamoja? Kandisha hapo kidogo. Tufanye recap afu ndo niendelee. Jesus is given divine names. He is given jakaa vizuri, has given. No, has given jakaa vizuri. Is given. Actually, Kiswahili chake amepewa majina ya kiungu. Ukisoma katika New Testament, you'll be surprised ya kwamba Yesu bila kificho anaitwa Mungu kwa majina yale yale ambayo Mungu ameitwa in Old Testament.
Sasa ikiwa neno la Mungu haliwezi kuvunjika na waandishi wanaandika kulingana na inspiration ambayo alikuwa nayo kutoka kwa Baba, manake timiza kwamba hakuandika kitu ambacho sio cha kweli. Kile ambacho anakisema kwa habari ya uhusika wa Kristo ndivyo kilivyo, na muhimu sana kuelewa hilo kwa sababu doctrine ya utatu, fundisho la utatu limesafa kutoka kwenye doctrine inaitwa modalism, ambayo inaamini ni one God ambaye anajibadilisha badilisha kuwa Baba, kuwa Mwana, kuwa Roho. Wakati wa doctrine hii ambayo tunafundisha kwa habari ya uungu wa Kristo maybe safa kutokana na heresy ambayo tunaitaga Arianism, ambayo yenyewe ina state ya kwamba Yesu alikuwa Mungu lakini ni Mungu mdogo kutoka kwa Mungu Baba. Lakini sasa unasoma in New Testament huoni tofauti ya kwamba namna ambavyo Mungu ameitwa in Old Testament ndio the same pattern au the same manner ambavyo Kristo anabii called in New Testament. Kwa mfano, mimi nitasema mmoja na nyewe mtasema mingine, nachagua mwepesi. Warumi 9, nichagua Warumi 9 mstari wa 5. He is given the divine names. Warumi 9 mstari wa 5, tusome. Katika hao alitoka Kristo, ndiye aliye juu ya mambo yote, ambaye ni Mungu mwenye kuhimidiwa. Very clear, Mtume Paulo anazungumza ya kwamba Kristo ambaye ametokea kwa namna ya jinsi ya mwili, amezaliwa kama Myahudi, yeye ndiye Mungu ambaye anahimidiwa milele. Hakuishia hapo kwa affirm about the deity of Jesus. Sura 10 mstari wa 9, soma. Ya kuwa ni Bwana, ambao ni the same. Niwaambia wakati wa mchana kwamba ukitumia neno Bwana katika New Testament Greek, manake unamaanisha Yahweh ama Yehova ambayo iko inatumika in Old Testament. Kwa maana ni kama kusema kwamba ukikiko kinywa chako kwamba Yesu Kristo ni Yahweh, that was the meaning. Kwa maana clearly Kristo anaitwa Yahweh au Yehova. Waraka wa kwanza wa Yohana sura 5 mstari wa 20. Kristo ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Ningeendelea tena na tena tena na tena. Unavyoona kitabu cha Ufunuo, Mungu anaitwa Alfa na Omega, Kristo anaitwa Alfa na Omega. Unavyosoma katika Old Testament, Mungu ni mwamba, in the New Testament Kristo ni mwamba. Unavyosoma katika Old Testament, Mungu ni mchungaji, in the New Testament Kristo ni mchungaji. Tena si tu mchungaji, mchungaji mkuu. All together. So manake majina ambayo in the Old Testament alikuwa anaitwa Mungu, hayo majina yameresume in the New Testament anaitwa Kristo. Why? Because ndiye Mungu aliye kuwapo tangu niseme pointi moja nyingine tuja kuzungumza katika. Okay. Kristo labda nizungumza kwa Kiingereza kwamba
He accept worship. Anakubali kuabudiwa. He accept worship. Anakubali kuabudiwa. Tunasoma maandiko yako wazi kabisa kwamba anayestahili kuabudiwa ni Mungu tu. Maandiko anatufundisha kuwaheshimu wanadamu, lakini hajatuamurisha kuwaabudu wanadamu. Kulingana na maandiko, mwanadamu haabudiwi. Kulingana na maandiko, malaika hawaabudiwi. Mwenye haki ya kuabudiwa ni Mungu tu. Tukisoma kitabu cha Ufunuo 22 mstari wa 8 na wa 9, tunaona hapo ya kwamba malaika ambaye ameongea na Yohana mambo makubwa, Yohana akataka kumwabudu. Huyo malaika akawa amemkatalia asimwabudu. Soma mstari wa 9. Soma anzia mstari wa 8.
tatu kutoka kwenye Injili ya Luka, mara 32 kutoka katika Injili ya Yohana, ambapo Bwana Yesu anamwita Mungu my father in special manner, kudai kwamba katika matamshi ya Kristo anavyomwita Mungu my father, katika his awareness alikuwa anazungumza azifu ana usawa na Baba, ana speak about his equality with the Father. Utaona maneno kama haya, mimi na Baba tu moja. Kwa manake si tu kwamba mitume wamefundisha kwamba Yesu Kristo ni Mungu, badala yake mitume Yesu mwenyewe alidai hivyo very clear ya kwamba yeye ni Mungu. Utaona katika misamiati mingi katika maandiko, kwa mfano anavyosema mimi ni njia, mimi ni kweli, mimi ni uzima, mimi ni mkate, mimi ni nuru, mimi ni, ambayo iko wazi katika Injili ya Yohana. Zote hizo zinathibitisha asili yake kamili ya uungu kama alivyo. Ukisoma Yohana sura 14 mstari wa 9 anasema mtu akimwona Baba, akiniona mimi amemwona Baba. Yohana 10 mstari wa 30, mimi na Baba tu moja. Alivyokuwa anaulizwa katika kujaribiwa kwake ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu, akisema yes, mimi ndiye mwana wa Mungu, katika anavyoulizwa kabla ya kwenda kuteswa. Na sababu ambayo ilimfanya Kristo aombe mtini ni kwa sababu alidai ya kwamba ni Mungu kama alivyo Mungu Baba. Bwana Yesu hakukubali kukanusha ukweli huo mpaka umauti. Hivi nafahamu kwamba sababu ya Kristo kufa mtini kwa sababu alidai ya kwamba ni Mungu, na kwa sababu that is the truth. Akikanusha maanake amezungumza uongo. Hakuwa tayari kubadilisha hizi statement ya kwamba ni Mungu kama alivyo Baba hata mauti ipo. Kila wakati Bwana Yesu anavyosema kwamba mimi ni mzabibu, mimi ni mkate, mimi ni ufufuo na uzima, mimi ni maji yaliyo hai, zote hizo misamiati ndani yake zinaonyesha madai ya kwamba Kristo ni Mungu kweli. Kuna pointi ambayo nitaianza nayo kesho. Leo hizo chache ambazo nimekuja hapo na describe the person of Christ, wakati unazungumza mainly about his deity, then we come to reason about it. So we come to discuss about humanity, then tunagundua huyu Mungu ambaye ni mwanadamu, yeye ambaye amekufa kwa ajili ya dhambi zetu. Bila shaka itakuwa imekaa vizuri zaidi. Sema Yesu amekufa kwa ajili ya dhambi zetu, nzuri, lakini napungua kidogo. Unaona tukisema kwamba Mungu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, hakuna uzito.